eneo la Magadi ambalo walikuwa wanasema nimeuza, walikuja kubainisha wenyewe kuwa eneo la Magadi liliushwa kitambo miaka ya 2016. Hadi sasa mimi nimekuja tu kusimamia malipo. Ila walioandikwa ili wapate ni halali yao kupata. Ila tunaomba serikali kama bado ipo watupe. Ore odebe paguma lamiko ngole na rigi ndungora bana dunguroi aja dungogi nemelo ya dokanya sarai. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mwenyekiti wa kijiji cha Engaruka Chini kata Engaruka wilayani Monduli Mheshimiwa Koningo Namuke amejitokeza hadharani kujibu tuhuma zinazomkabili baada ya siku chache zilizopita chombo hiki cha Oldonyo Media kuripoti tuhuma za wananchi wake kumkataa kwa kile walichodai ameuza ardhi ya akiba ya kijiji. Mheshimiwa Koningo Namuke katika mkutano mkuu wa kijiji hicho uliokutanisha wananchi wa kijiji hicho amesema mkutano huo ulikuwa na mambo matatu. Kubwa zaidi ni tuhuma za kuuza ardhi pamoja na kupokea kampuni ya Swahili inayofanya shughuli za uvunaji wa carbon. Mheshimiwa Namuke amesema ardhi inayolalamikiwa na wananchi ni ardhi ambayo ni eneo la malisho lililotengwa, ambapo kulitokea kampuni moja iliyowafadhili kwa ajili ya kuboresha eneo hilo la malisho kwa kung'oa magugu vamizi, ambapo amedai wananchi wao walizani ilikuwa inauzwa, kitu ambacho si cha kweli. Aidha ameendelea kusema kuwa lalamiko lingine la wananchi ni kuhusu mradi wa Magadi Soda, ambapo mwenyekiti huyo amesema eneo hilo lilichukuliwa tangu mwaka 2016 na fidia awamu ya kwanza ilitolewa, na yeye alichokikuta katika uongozi wake ni kusimamia tu malipo hayo na wala hajahusika kwa namna yoyote katika swala hilo. Mwenyekiti huyo ameongeza kuwa kuhusu swala la kaboni wananchi waliridhia wenyewe kupokea mradi huo na kudai ni baadhi ya watu wenye nia ovu katika kijiji hicho ndio wanaomchafua katika uongozi wake. Kwa upande wa wananchi waliohudhuria katika mkutano huo, baadhi yao wameonyesha kuridhika na ufafanuzi wa mwenyekiti wao kutokana na tuhuma walizokuwa wanamtuhumu na kusema wako tayari kwa miradi yote yanayoendelea na yatakayokuja kijijini hapo, baada ya kuhakikishiwa na mwenyekiti wao Koningo Namuke kuwa hakuna ardhi yoyote iliyochukuliwa zaidi ya Magadi Soda ambayo fidia ililipwa ili wananchi kupisha uwekezaji huo. Lakini moja wa wananchi katika mkutano huo, yeye ameomba serikali kuhakikisha kwa mtu yeyote yule ambaye ana sifa kulipwa fidia alipwe kwa wakati ili kuepusha malalamiko. Hii ni moja ya mafanikio ya chombo hiki cha Oldonyo Media ya kuibua kilio cha kina mama kwa siku zilizopita, na kazi yetu ni kuibua na kupata suluhu wa jambo fulani. Mtazamaji wa Oldonyo Media, habari karibu nawe. Asante kwa kuendelea kwa familia ya Oldonyo Media. Tafadhali comment, share, like. Kamati ya Swahili tulipokea vizuri sana, na kwenye mkutano zote tulipitisha, kwenye mkutano mkuu halmashauri ya kijiji na kamati ya malisho ya mifugo. Haikuuzwa ardhi, haikuuzwa kabisa. Swala hili la Magadi haikuuzwa, ila walioandikwa ili wapate ni halali yao kupata. Ila tunaomba serikali kama bado ipo watupe. Kwanza nishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kutuletea mradi mkubwa wa kitaifa iliyopo ndani ya kata yetu. Hii ni mkutano mkuu wa kijiji ambao kuna maeneo matatu yalitajwa kuhusiana na masuala ya ardhi. Tunataka kudhibitisha kwamba hizo sio za kweli. Tuko kwenye kikao cha kurekebisha, na tushukuru serikali ya CCM kwa kutupa hata awamu ya pili kutupata fidia. Tunamshukuru sana rais. Pia tunamshukuru waziri wetu wa viwanda Selemani Jafo. Tunamshukuru pia mbunge wetu pia na DC wetu wa wilaya Monduli. Kwamba kweli ni chama sikifu kinawasikia wanyonge. Kwa hiyo kikao hichi kwa maeneo yote ambayo yamezungumzwa kuhusiana na mwenyekiti wa kijiji sio za kweli. Kwa maana hiyo, wananchi wa kata Engaruka, tupokee neema ambayo tumeletewa kama wapendwa wa Chama cha Mapinduzi.
amire ne bel ngona ga la lamika nera area ni ngone ne adere ne ngijabe ngole hoy na sibiru ko ruga ba mkutano mkuu akiriko graba nanga munne ne dal ngali ni nero ni orara ore odebe paguma lamiko ngole na rigi ndungora bana dunguroi aja dungogi ne melo ya doganya serai kage eronwo sirara de magamera ore ya banar bare bara ne garanga murwa pogin amure ne mere ngai ne resiana amko holla genta sari wallawa narra nar irugi ni oy de ne ji ere maragi teni giri malla mi ga magar mai giri be gi mboga magara ni boy amunde ba jaba ya homa ba amemra mimi ni chifu hapa Engaruka. Mimi sina mengi, natoa tu shukrani zetu kwa niaba ya viongozi wa mila wenzangu wa hapa kwa serikali yetu kwamba sisi tunajisikia tuko kwenye uongozi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan, yani uongozi mzuri ambayo sisi tumeridhika. Na haya mambo ambayo yalitokea kwenye vyombo vya habari ni vya uongo kabisa, hazipo. Ni watu wachache tu wenye chuki, wenye wivu binafsi walitengeneza kama kutaka kuchafua. Mara mere wini gidere marani ora makar ora lungana lango ora ngamruan kishu ne rangara nebo agai wa kola ya ne dalagiyo mara mere ndogi ama bona ngara yo mara mikara yo shida mere mbeje ni kipeke lari kolang amme bongono ya lungani ngiringi yankuru yandogi ne mesiva ora lari kolang age buro sawa ko sawa kidi de nebo lenki jije lenki rongoji mikara yo na walenki rongoji. Lakini baada ya hii fidia ya awamu ya pili, serikali kukubalia mwenyekiti wa kijiji pamoja na watu wale ambao wangestahili kupewa fidia, kuna baadhi ya watu ambao walikushalipwa wanaoingiza propaganda, yani ya kufanya ile fidia isitimie. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu ya Mama Samia pamoja na serikali ya halmashauri ya wilaya, tunawaomba kabisa kwa dhati kwamba utaratibu unaendelea ya sisi kupata fidia ya pili ni kumshukuru rais kwa sababu hazulumu haki za watu. Amehakiki kwamba atampa kila mtu haki yake. Kwa hiyo nasi tunaomba tupewe, na tunaomba mwenyekiti wetu asionekane vibaya kwa sababu hakuna ardhi iliyouzwa. Ardhi ilishatengwa, ni ya kiwanda, kwa hiyo haiuziki tena bali ni fidia ndiyo inalipwa. Kwa hiyo ile hali ya kusema ameuza ardhi ile ni propaganda na si kweli. Naitwa Catherine Terry, ni afisa mtendaji wa kata Engaruka, ambapo leo tulikuwa na mkutano mkuu katika kijiji cha Engaruka chini kwa ajili ya kuelezana mambo mbalimbali, lakini haswa tuhuma zilizomtuhumu mwenyekiti wa kijiji cha Engaruka chini kwamba ameuza eneo, lakini pia amekubali miradi mbalimbali ambayo wananchi hawajakubaliana nayo. Kupitia mkutano huu, wananchi hawa wamethibitisha kwamba mambo hayo yote yamepita katika vikao halali kuanzia halmashauri za vijiji, na chombo kikuu ambacho kinafanya maamuzi ni mkutano mkuu, na wamethibitisha kwamba mambo hayo yote yamepita katika mkutano mkuu wa kijiji hichi cha Engaruka chini. Kwa hiyo kupitia mkutano huu naomba kuthibitisha kwamba mambo yale ambayo yalirushwa katika vyombo vya habari yalikuwa ni mambo ya propaganda, hasa ukizingatia swala hili la hewa ukaa ambalo lilikuwa likizungumzwa ni swala ambalo imekuwa eka mashirika mbalimbali ambayo yanahitaji wote kupata nafasi hiyo kuweza kufanya contract na vijiji hivi. Kwa hiyo jambo hili ambalo la hewa ukaa kidogo nalo limeleta sintofahamu, lakini kupitia vikao hivi, hasa kikao hichi cha leo, imethibitika kupitia wananchi hawa kwamba mambo haya yalikuwa ni propaganda. Kwa siku ya leo tumefanikisha kupata mkutano mkuu maalum wa kijiji cha Engaruka chini. Na tumepata mkutano mzuri sana ambayo imekuja kulizungumzia masuala matatu ambayo yamesemekana au yamerushwa mitandaoni kuwa nimefanya. Kwanza mambo matatu yaliyozungumziwa, wamesema nimeuza ardhi, wakasema nimepokea kampuni ya Swahili bila maridhiano ya wanakijiji. Lakini nashukuru Mungu, maana leo hii wamekuja wenyewe kuthibitisha kuwa
wameipokea kabisa na nimeipitisha kwenye mikutano yote. Kampuni ya Swahili ambayo mimi kama mwenyekiti wao niliona kabisa ni kampuni ambayo baadaye itatuletea maendeleo katika kijiji changu, na wameipokea na wamekubali kuwa walipokea wenyewe bila mimi kuwalazimisha. Pili, eneo la Magadi ambalo walikuwa wanasema nimeuza, walikuja kubainisha wenyewe kuwa eneo la Magadi liliushwa kitambo miaka ya 2016. Hadi sasa mimi nimekuja tu kusimamia malipo yaliyokuja kufanyika kupitia Mheshimiwa Rais wetu mama hodari mchapakazi Samia Suluhu Hassan. Na bado hapo tunamshukuru. Baada hapo tunaendelea kumshukuru mchapakazi hodari mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye ametukumbuka, bado ametukumbuka angalau kwa awamu ya pili kwa baadhi ya watu wachache. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Engaruka chini, eneo la Maseko au walisema ambaye wamesema nimeuza, nikana kwamba kulitokea mashirika ambao wametuletea faida kidogo namna ya kuua mimea famizi au magugu famizi ndani ya malisho, na tulipokea tukawalipa. Kila mtu mmoja alilipwa shilingi 70,000. Mimi kama mwenyekiti nilisimamia, na mimi shahidi kabisa eneo halikuuzwa na nyanda zetu za malisho zimeboreka, na ndio maana yake tuna mategemeo baada ya miaka michache tutavuna carbon ya kutosha kupitia kuua mimea famizi ndani ya malisho. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Engaruka chini na nimethibitisha leo kwamba na nadhani serikali yangu ya CCM ambayo ndio inatulinda imeiona kuwa kuna watu wanaotumia hela zao ambaye rais wetu mama Samia Suluhu Hassan aliwalipa kwa eneo la Magadi Soda, ndio wanatumia kunichafua mimi kwa ajili ili inichafuke kwenye uongozi wangu. Lakini nitashukuru Mungu, maana unajua sisi binadamu ni binadamu. Nitaipokea hayo yote na sitaangalia nyuma. Mimi nitaendelea kupiga gasi mbele kwa mbele ili mradi kijiji changu cha Engaruka chini kipate maendeleo. Maana nilipoomba kiti cha kijiji cha Engaruka chini nilikuwa nataka wana Engaruka chini wapate maendeleo, na bado nitasimama mbele kwa mbele nihakikishe watapata maendeleo ya kutosha. Asanteni sana.